hapa tuna tatizo dogo ambalo ninyi wa Tanzania mkilifanyia kazi tutalimaliza vizuri na tutapata katiba mpya. Tuna tatizo la maslahi binafsi. Kuna watu wanataka serikali mbili. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu ina mambo ya muungano, ina mambo yote ya Tanganyika, na rais wamemtwisha mzigo mkubwa, aanze kuteua wakurugenzi wa wizara, ateue wakuu wa wilaya, ateue wakuu wa mikoa, ateue wakurugenzi wote wa halmashauri, ateue wenye viti wa makampuni. Sasa kuna watu wamejificha kwenye maslahi hayo. Katika vikao vya ndani wako viongozi walituambia wanataka serikali 3, lakini viongozi hao nikiwatazama nje wanasema serikali 2. Sasa najiuliza sasa nichukue ile ya ndani ama nichukue hii ya nje? Na sio wadogo. Wako viongozi walisema huu muundo wa serikali 2 umejaa unafiki. Tuna mamlaka 3 tayari: mamlaka ya Jamhuri ya Muungano, mamlaka Zanzibar, mamlaka Tanzania Bara. Hii inayoitwa ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa haivuki bahari kwenda Zanzibar. Tunachopendekeza hiyo sasa kikatiba ifanywe ni serikali ya Tanganyika kwa utaratibu wa kikatiba ambao Watanganyika watakuwa wamekubaliana. Muundo muafaka ambao ni wa sasa na miaka zaidi ya 50 ijayo ni muundo wa shirikisho lenye mamlaka kamili, linatuachia nchi moja na lenye serikali 3. Haiwezekani watu wazima mkapuuza mambo unayokwenda kuyasema. Haiwezekani. Maoni yaliyoletwa kutoka kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, hiyo ndio serikali. Wale wengine wanachaguliwa miaka 5 wanakwenda na kurudi. Wanaweza akaja watu wapya, lakini government of the day ile inawahudumia viongozi, hiyo inabaki, wanastaafu miaka 60. Kamati hiyo inataka serikali 3 na inataka mambo ya muungano yapunguzwe. Ofisi ya waziri mkuu ndio hiyo inashughulika na mambo ya Tanzania Bara kwa maana ya ofisi yenyewe, lakini pia kwa maana ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Halmashauri zote ziko huko. Hao nao wale ambao wanakaa kila siku mpaka wastaafu miaka 60, sio wanayekuja na kuondoka. Kwenye maoni yao wanataka serikali 3. Ofisi iliyopewa dhamana ya kutusaidia kuuimarisha na kuujenga muungano wetu siku kwa siku iko chini ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamu wa rais anakuja anakwenda. Wako watu wataondoka baada ya miaka 60. Kila siku wapo, ndio wanahangaika na kero hizi, ndio wanabishana kila siku kuhusu namna ya kuimarisha muungano. Wakaambiwa, na ninyi mtuambie mnauonaje huu muungano, mtusaidie. Wakasema tunataka 3. Kamati ya makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, ambao wengi wao mambo wanayoshughulika nayo sio mambo ya muungano, ni mambo ya Tanzania Bara. Katika maoni yao kuja tume, na mnisamehe, wanataka serikali 2 na tuongeze mambo ya muungano. Hivi tunaendelea kuwa na nchi moja hapo? Sasa watu wazima mkiona hivyo mnatakiwa kujiuliza mara 2. Pointi ya mwisho kabisa niseme kwenye katiba inayotumika sasa ya mwaka 77 toleo la mwaka 2005 inasema katika ibara ya 133 kutakuwepo na akaunti ya pamoja ya fedha, ambapo humo kutawekwa fedha zitakazochangwa na serikali 2 kwa ajili ya matumizi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Haijaundwa hiyo, miaka nenda rudi. Unajua kwa nini? Ukisha kuwa na Zanzibar wana hazina yao, ukisha kuwa na hazina ya Jamhuri ya Muungano kwa maana ya mfuko, utahitaji kuwa na mfuko mwingine. Unaweza kupeka picha ya kikapu au mfuko wa suruali au sketi ambao unatakiwa utumike kwa upande wa Tanzania Bara. Una mamlaka ngapi za fedha? Nawashukuru sana. Ni video ambayo imekuwa posted na rais wa TLS, yani Tanganyika Law Society, ambaye anajulikana kama Boniface Mwabukusi. Sasa hii ni video ya Humphrey Polepole. Sasa hapa Humphrey Polepole
alikuwa anaelezea vyema uhitaji wa serikali ya tatu ndio, na vile Polepole alipotoa hoja nzito kuhusu umuhimu wa serikali ya Tanganyika. Sasa hapa alikuwa anaongea na Watanzania na watu walikuwa wanampigia makofi. Inaonekana kuwa alikuwa anatoa hoja za kimsingi. Humphrey Polepole alitekwa katika maeneo ya Ununio jijini Dar es Salaam na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi, na hadi wa leo bado ndugu, jamaa na marafiki wanairai serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan imwachilie huru Humphrey Polepole ambaye hadi wa leo bado ajulikani aliko. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikiendelea nyuma pazia. Watu wanajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusu aliko Humphrey Polepole. Sasa hii ni video ndiyo ambayo imekuwa posted na mwenyekiti wa TLS, yani Tanganyika Law Society, ambaye anajulikana kama Boniface Mwabukusi. Sasa hapa inaonekana kuwa ni zile enzi za Humphrey Polepole, alikuwa anaongea na Watanzania ndio, na alikuwa anatoa hoja za kimsingi, ambapo alikuwa anaelezea vyema uhitaji wa serikali ya tatu. Alikuwa analinganisha nchi ya Tanzania, yani Tanganyika na Zanzibari, na vitu vyote ambavyo vinafanyika ndani ya muungano. Sasa hii ni video ambayo imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii, na ni video ambayo inaonekana imewaliza Watanzania wengi, kwa maana wanajaribu kujiuliza Humphrey Polepole yuko wapi? Sasa kuna wengi ambao wamedondosha comment zao hapa kwenye timeline ya kitu wa TLS ambaye anajulikana kama Boniface Mwabukusi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Chingreda Montana, anasema ukimsikia kwa makini kama Nyerere, mtu mwenye IQ kubwa sana. Polepole kama ametangulia, basi Mwenyezi Mungu amuondolee adhabu za kaburi, tuseme amina. Alafu Frank Kapinga anasema huyu jamaa alikuanga kama Nyerere, sauti wa kuwasilisha hoja wake. Ndio mwingine hapa anajulikana kama Gabinza Tua Safari anasema the legend never die, speaking the truth. Baraka Mbisa anasema roho inaniuma sana kuona sura ya huyu jamaa. Estid anasema alafu anatokea mtu au kikundi cha watu kinamteka, kinampoteza kijana huyu, hazina ya taifa kweli. Chati Freedom Mwita anasema nipo sawa kusikiliza, nipe like kama umeelewa alichomaanisha mzungumzaji. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Kaka Simbweye anasema ilipaswa wananchi wote wa Tanzania tusimame tujue alipo huyu mtu, ila ukimya wetu utapeleka hawa watu wanaowachukua watu wazuri kama hawa kuendelea kuwapoteza watu wazuri kama hawa ila Tanzania. Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye ameangua kilio. Alafu mwingine hapa anajulikana kama James Mboneko anasema bado unaishi mioyoni mwetu. Alafu Food Fadhili anasema tumepoteza kiongozi mzalendo kwa unafiki wa baadhi ya viongozi. Josephat Inyas anasema Mungu hawezi kunyamaza juu ya damu ya kiumbe huyu. Mbwana William Ndungumaro anasema hakika huyu jamaa alikuwa na haiba ya uongozi, aise ongea yake mpaka vaa yake. Agostino Maru anasema hapo alikuwa bado hajaingiwa na mapepo ya CCM. Ayubu Uswege anasema mimi moyo wangu nikimsikia huyu jamaa roho yangu inauma kuliko mnavyowaza. Binfair Ambrose anasema ana uwezo mkubwa wa kiuongozi. Tedas Luanje anasema ni huzuni. Juma Kisome akasema muacheni Polepole. Jerry Mbilinya anasema akili kubwa sana, mfumo ndo mbovu. Laurent Kesi anasema Mungu tusamee, tunapoteza watu wa muhimu sana katika taifa letu, ila tunajua atatuletea walio bora zaidi, nasi tutawasikiliza na kutoka katika huu ujinga. Polepole alikuwa na maono makubwa sana. Samuel Ledman anasema Mungu akulinde uko ulipo. Sadok Mshobora anasema basi bana. Silas Marando anasema confidence yake ni asili 100. Alafu mwingine hapa anajulikana kama Mongol Kikonda anasema siasa ni mbaya sana, yani kuna watu waliotuaminisha kwamba huyu hakuwa kiongozi mzuri. Najiuliza hivi kama kweli mmeamua Polepole, mnajisikiaje mioyoni mwenu? Kosa lake ni kutetea msingi ya CCM na uadilifu, alafu tunasema tuna bunge, mpaka sasa hakuna anayehoji kuhusu yeye kwa sababu ya mtu mmoja tu
wanaume wazima kama mabinti mefiatu. Alafu Gisla Victor anasema alikuwa mtu wa haki, sipendi CCM, anasema tunamtaka huyu Mtanganyika mwenzetu akiwa hai. Kwa hiyo ni baadhi ya wale ambao wanamfuatilia kwa karibu zaidi mwenyekiti wa Tanganyika Law Society ambaye anajulikana kama Boniface Mwabukusi, kwa maana hapa ameleta hoja nzito, hoja kubwa zaidi kwenye mtandao wa kijamii baada ya kuposti klipu tofauti pale ambapo Humphrey Polepole alikuwa anajaribu kuongea kuhusu serikali tatu na vitu vyote ambavyo viko katika muungano. Sasa hapa Polepole alipotoa hoja nzito kuhusu umuhimu wa serikali ya Tanganyika. Sasa watu wanajaribu kuhoji, wanajiuliza Humphrey Polepole yuko wapi na ni dhamira gani ambayo wale ambao walimchukua Humphrey Polepole walikuwa nayo, ni sababu zipi ambazo ziliwapelekea kumchukua Humphrey Polepole ambapo hadi wa leo bado hajulikani aliko. Kwa hiyo ni Swahili TV, usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijana na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi. Alafu baadaye pia utadrop comment yako hapo, ndio angalau tupate kujua unajisije kutokana na makala zetu ambazo tunazipakua ndani ya Swahili TV. Hizo wananchi wenzako wanaizungumziaje CCM sasa hivi? Na ukijifanya unajua tumerudi zama za 2015, unaweza kuzungumza mambo ya CCM sasa hivi, watu wakaghadhibika na wewe kupitiliza. Msikubali wana CCM na Watanzania, tusikubali hadaa hizi. Kwenye mikutano wanaweza wakasombelea watu, sawa, lakini msikubali kuhadaiwa na hawa. Msikubali, tuwakatae, sio kwa boksi la kura, kwa kuto kwenda kubariki najisi kama hawatageuka. Na mimi na imani kubwa na namuamini Mungu, hii kazi bado muda kidogo. Jamaa yangu mmoja yuko idarani akasema, lakini Polepole, mimi na kutazamia baada ya uchaguzi maisha yako atakuwaje? Nikasema, akwambia nani kuna uchaguzi, hiki ni kiini macho ila kwanza. Nikamwambia, akasema baada ya siasa hizi. Mimi sifanyi siasa ya uchaguzi, mimi nazungumza mambo ya msingi ambayo nchi hii uongozi wake chini Mama Samia na serikali yake wanabagaza na kubananga haki za watu. Nikamkumbusha mwaka 2021 nilipofanya shule ya uongozi tulikuwa na uchaguzi. Akasema mwaka ule ulikuwa humsemi rais. Nikasema nimetumia miaka 4 kujiridhisha, shida ni uongozi kutoka juu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akasema, lakini unajua kwamba urais ni taasisi, ukimsema rais unasema vyombo vyote. Nikasema ni kweli, kwani rais akiwa na makosa tafsiri yake ni nini? Ninyi wote hamumsaidii. Akasema, lakini unajua hakuna mtu ambaye kubishana na serikali akafanikiwa. Nikasema usiwe na wasiwasi. Akaniambia, au ndio umejitoa mhanga kama Daudi? Nikamwambia mfano wa Daudi mzuri. Na mimi nikamhakikishia serikali hii na vyombo vyote vya ulinzi na usalama havikujua mimi nitazaliwa Tanzania. Yuko aliyejua Humphrey Hezron Polepole siku moja atazaliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyo peke yake mimi ninamwogopa, na nikienda kwake ninanyenyekea. Vyombo vya ulinzi ndio maana vinaitwa vyombo, ni kama vyombo vya kupikia, ni vyombo vyetu. Tunapaswa sisi wa Tanzania kuvitumia kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na taratibu na tamaduni nzuri tulizojiwekea. Vyombo hivi ni mwiko kwa asili yake kujigeuza na kuanza kuwatumia Watanzania, ni mwiko. Kwa hiyo bwana, huwa tunazungumza mara nyingi, ni mtu mwema hivi na anahangaika, lakini anatakiwa aendelee kusaidia viongozi, na mimi namtia moyo aendelee kuchapa kazi, akiisubiri siku ambayo
haki